Yule kijana ametuweka kwa shida ni huyu kijana anaitwa Dende Nyoro. Sijui kama mumemsikia. Anasema watoto yake wanalipa pesa ngapi? Assuming lunch is 30 shillings, 30 bob, the least, the minimum. That is at the lowest. If you take 30 shillings times 10,000 students, ambaye niseme nitalipia watoto chakula. Sababu the school fees, by the way, is paid by government. Watu wasiseme kuna school fees inalipwa. All we pay is chakula ya chakula. By the way, the school fees is already, capitation is the tuition fee. Already paid by government, 22,000 for every child in a secondary school. That is paid. Sasa ile inabakiki ni ya chakula, ambaye ninalipa mimi 6,250 per child mwenye ako kwa day school. Na sasa na zile za university zile nasaidia, na of course the full scholarship ambaye tunalipia upwards of 40,000 kuendelea mbele. Lakini hesabu hii kidogo nilipiga ni 10,000 students times 30 shillings, tuseme tu kila mtoto nitalipia 30 bob, times 270 days enye atakuwa kwa mwaka shuleni. I'm assuming they are there for 3 months, that is 30 days per month, times 3 a term is 90, times 3 270. The total is coming to 91 million. Do I have 91 million in the CDF kitty to pay bursary? I don't have. I have only 61. So already nitakuwa na shortage ya milioni 30. Saa hiyo sijalipia watoto wale hawa tumesema zaidi ya 200 na kitu ambaye wako katika full scholarship program. Sijalipia mtoto yule yuko university. Sijalipia mwana boda boda ambaye tunalipiaga aende driving school, ama mtu yote anataka kujua driving, ambaye yote hiyo pesa inatoka kwa basari, hiyo pesa yote. So nikifanya hiyo mahesabu with 91 million and I have 51 as per the law ya ile pesa niko naye, so I have a shortage ya 40. So mimi siwezi leave alone sasa kuweka kabros, kuweka marangi na kuweka mambo mengine huko, hata tujafikia sasa ya kwenda kufanya vile. Lakini in my thinking, and I stand to be corrected, he was a chairman wa budget. Being a chairman ya budget inakuja na some goodies, and I don't want kwenda into details. Sababu inaweza kuwa possibility, there is a possibility. Akiwa chairman wa budget aliweka pesa ya development, because there is kitu inaitwa infrastructure fund ya Ministry of Education allocated by government, by National Assembly going to the ministry. Pengine ameenda huko akaallocate milioni 70. Hiyo ni ya infrastructure. So saa zile mimi nang'ang'ana kujenga madarasa na pesa za CDF, yeye ametuma kwa ministry, being the chair wa kamati ya budget, labda alijiwekea hiyo pesa pale ikateremka, alafu anaipata kule, anaweza kujenga shule, anaweza kuweka kabros, depending na kitu gani anafanya. Kuna pesa zingine ambaye zinapatikana za chakula, pengine ameweka kwa ministry ya East Africa, wale wanahusika na mambo ya relief, labda hapo akiweka kamilioni yake 40, michele, maharagwe, mafuta inasukumwa kwa mashule, kwa sababu yeye anasukumaga hiyo mahela, lazima anunue, kwa sababu you cannot, it's either you pay to the school. So hiyo ndio vitu nasema tukienda bungeni, ni pesa analipaga shule inunue chakula, ama ni pesa za budget zinaonekananga kidogo zinakuja upande ule na kule kwingine, kama ni maji akijiwekea. Saa zile mimi nang'ang'ana kutoa pesa, like now I budgeted 3 million shillings. Maria Veronica is a boarding school, didn't have water, tukachimba borehole. So labda akiweka tu pesa toka kwa ministry ya maji, akuja achimbiwe borehole, bado pesa yake kitita ya CDF bado iko imara. Mimi yangu nahangaika, so hatujui. Lakini I'm not casting aspersion, I'm not judging, but I'm just saying we will want the ministry. Nitauliza swali bungeni, tuelezewe ndio kweli kama hii pesa inatosha kufanya vile anafanya, na tulipishe kila mtoto 500, then we can replicate hiyo maneno, ama tujue ni hizo pesa za kando kando labda zilikuwa zinapita ambaye zinaenda kufanya kazi kama hizo. Secondly, you cannot compare a school which has 40 secondary schools with 30,000 students with a constituency that has 3 secondary schools with 2,000 students. Again, it is different. If I have 4 secondary schools, I can be able to pay full sponsorship for every child in those 4 or 5 schools.
which is possible, and I can be able to do that because the students are less and I have enough money. So again, the size of the population of students, the number of secondary schools that each and every constituency has is also a matrix. Hiyo inaingia kwa hesabu. So tutauliza tu na we wish him well in whatever he's doing. In my area walikuwa kiniuliza wewe, hebu angalia vile inafanyika huko wewe, nikamwambia ile mdogo mdogo tunasonga, shukuru ndimu. Machungwa iko barabara. So tutaenda tuulize swali bungeni, ministry ituambie ni inafanyika aje, kwa sababu inafanyika kwa shule za serikali. Pengine they have a better idea that we can be able to be given, and will be given that, then we can be able to replicate what is happening in that constituency. But ile tu swali kubwa, and I can assure you, we struggle even to allocate. One day I called the teachers, head teachers of all secondary schools and primary school. We sat. Walikuwa na maswali mengi, why are you allocating 3 million here and 500 there? Why not? Nikamwambia mimi tunafanya kulingana na need by need basis. But I told them this year I want to give you an opportunity. Muamue vile mnataka na hii pesa. Tukapiga hesabu, napewa 179. Toa hii percentage inatolewa, we will toa CDF bursary, tukabaki na 61. I told the teachers, head teachers, here is the money. Nani mwalimu wa hesabu, basi weka hapa sasa. Pigeni vile mnataka. Do I sit or I go? I went. I came back after an hour and a half. Do you know wali rumbana hapo waligawana 1800 kila shule. Nikamwambia unaona? Sasa niliwaacha hapa. Is this what you are calling on a need by need basis? Waligawana 800. Nilipeleka hiyo proposal hivyo bungeni na ikapita na maswali mengi. How do you allocate 800,000 per school, primary, secondary, without wanting to know huyu ana population kubwa kuliko yule? Kamwambia walimu, najua saa zingine they didn't understand why we were doing this. So kama umesikia ndugu yetu Fadhili amesema iko hii shule ya Kalsa, mtu aliuawa, watchman, mwili inawekwa kwa darasa nyingine na kichwa inapelekwa darasa nyingine. Tulipoenda hiyo shule, it's one of the schools sijaweka ukuta, na sasa it is an emergency that we must address. Na kwa hizo shule zote, Umoja, Freehold, Kariba na hii Harambee Khalsa, it is only Harambee Khalsa hatujaweka ua ya mawe. And that is the importance. Tulipozunguka watu wetu walituambia security ya mashule is the paramount. So tuka allocate mwaka fulani to secure our schools from grabbers na from this kind of wizi ambayo inaendelea kwa mashule yetu. So that is Kariba, where now we are going to look at the money ya emergency tuweze kufunga. It's the only school na hizi zingine tumeweza kuallocate pesa. So bado kuna walimu wana demand kubwa, but the money is scarce. It is very little. So we have a problem, but again, as I'm saying, nimeambia wazazi. Nimeuliza mnataka tubadilishe katiba, wakanyamaza. Tulienda bungeni tukachukua maoni 290 constituencies. Tubadilishe katiba kusema CDF kiti iwekwe kwa kwa sababu all the activists wakienda kotini wanasema it's unconstitutional. So tunarudi hapa tena tunaanza tena kesi nyingine. Tumefanya sijui kesi 8. Na zote zinatumiliwa it's unconstitutional. Sasa imebaki kuingia Supreme Court. Ikiingia huko na isemo is unconstitutional, we are finished. So tumeuliza saa zile tunakuja kufanya maoni ya kubadilisha katiba. Kwa zile vitu zinataka kubadilishwa, moja ni kuweka CDF ikuje kwa katiba, so that these activists no longer say it's unconstitutional. Ikiwekwa kwa katiba, so what did we do? We used Article 251 of the Constitution of Kenya. Inasema nini? Parliamentary process ya kubadilisha katiba. Kwa sababu mambo ya CDF na kupata pesa haihusiani, haishughuliki na mambo ya governance. Mkitaka kusema sijui constituency badilishwe ama sijui term ya members of parliament, hiyo sasa ina involve mambo ya governance. Tuongeze counties ziwe nyingi, ni governance. So tunasema hiyo inaenda kwa Article 250 ambayo tunaenda popular initiative.
But the parliamentary initiative, we used Article 251 to go to the parliamentary initiative. Tukapropose na ikapata 99%. Wakenya wakasema CDF iwekwe because they know the importance. Na kama kuna mjumbe ambaye ana misuse pesa za CDF, he should be taken care kule kotini as an individual, not the entire CDF. One, as a member of parliament, I have no say kwa kupiga kidole, kwa kusema pesa inaenda wapi ama inafanyika nini katika CDF. Mine is oversight. Sasa tuliwachia kamati ile inafanya and then wana decide. Then sisi tunafanya oversight na kwenda kuangalia. So mjumbe yote kwa njia yote anatumia nafasi yake vibaya, kutumia pesa za CDF kwa njia ambayo ifai, achukuliwe hatua as a member of parliament. Lakini tusikuje. So nimepembeleza watu yangu, wakiona hiyo agenda imekuja ya kubadilisha katiba, CDF iwekwe over and above, na nimwambia msijali, mmeafidiwa propaganda ati rais anataka kuongezewa term, na rais amesema very clearly I don't want. Na yeye kwanza hata hajasema sahi kwa kuambia wazi. Sisi tulipoanza yeye akiwa deputy president, akikuja kutafuta kuwa president, kitu moja ambaye alisema hata wahi piga kidole. Sababu sheria zote lazima zipite ofisi yake apige nini? Kidole. Na kama tukienda tuseme bunge, si tulipitisha finance bill bungeni, si alienda akakataa? Si alikataa? Na ikakuwa ni sheria, haikuenda mahali popote. Sheria zozote zikipita bunge lazima zipite. Alisema hiyo ni wakati ile hata hajakuwa president. He will never accept any clause in the constitution ambaye inaenda kubenefit an individual. Kama Ruto aongezewe term ya pili, kama Gikaria tuongeze sasa term ati sasa ya Ruto tuache, tutoe limit ya presidential. Gikaria tuseme si miaka 5. Alisema anything constitutional amendment that is going to benefit an individual, he will never append his signature on that amendment. And he said it very clearly ya kwamba hii kazi ya rais si rais. Ni hivi karibuni tu na ni vile tu anakuwa ananyoa nywele. Angekuwa na Iwaja aliyakuwa na nywele black, sasa hii ingekuwa ni nywele nyeupe. Hii kazi ya urais si rais. Sometimes hata sisi tunamuulizaka mkubwa, what time do you get time to rest? TV kutoka Monday to Monday ako mikutano ya development, anakutana na mabalozi, anakutana na yani ako forever. Na alisema, simulimsikia akisema hata hii kazi inamsumbua kichwa, yeye anataka amalize tamu yake afanye nini, aende. Na alisema hata akishindwa, akipata nafasi ya pili ataendelea, akishindwa anaenda Sigoi, aendelee kazi yake ya kuku. Hata sisi tunasema kipengee yote ambaye inakuja sisi wabunge hatutawahi kubali ipitishwe ya kupitia. So tunaombea Mheshimiwa marehemu Raila Amolo Odinga alikuja akaweka break kidogo kwa hiyo amendment. Akasema